nianze na mkurugenzi, tupe historia kidogo ya shirika lakini vile vile huduma ambayo mmeanzisha kuitoa. Asante. Hiyo huduma, hiyo program katika Kiingereza tunaita Employee Wellness Program. Kwa Kiswahili ni ustawi wa mwajiriwa. Kwa hiyo neno la msingi pale ni ustawi. Kwa labda nitoe kidogo historia ya huduma hiyo. Kwa hiyo kama miaka 80 zilizopita huko Marekani na Ulaya kulikuwa na kampuni kubwa ya kuchimba madini, ya usafiri na nini, na wameona kwamba watu wengi walisumbuliwa na shida la ulevi. Kwa hiyo ajali zingine zilisababishwa na ulevi, watu wengi wamekufa katika kazi, kulikuwa na uharibifu na hasara kubwa kulingana na watu kulewa. Kwa hiyo wakaanza kujiuliza, mbona watu wana tabia hiyo ya kunywa mpaka wanalewa? Kwa wameshaanza kufanya utafiti, wameunda kamati ya kujaribu kutatua kwanza shida hiyo ya ulevi. Kwa walipoanza kufanya utafiti wamegundua kwamba kumbe kuna sababu nyingi. Aidha mume na mke wanapigana, anaenda anatafuta pombe, anapata shida ya finance, ya pesa, ndio inamsababisha na kadhalika. Kwa wameshaanza kuona kwamba kumbe tukiweza kutatua shida hiyo, kwanza tutamsaidia mfanyakazi mwenyewe, pili tutasaidia kampuni, kwa sababu mfanyakazi akiwa anafika kazini kwenye ratiba yake, anafanya kazi yake vizuri, kuna faida na kampuni, tofauti na mtu ambaye anachelewa kufika au anasumbuliwa na mawazo, msongo mawazo, yani tunasema depression, mambo kama hayo, hawezi kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo program inatolewa sana sana kusaidia mambo mawili. Na kwanza ni mfanyakazi mwenyewe, la pili ni kampuni, kwa sababu hiyo huduma inatolewa kwa niaba ya kampuni. Kwa hiyo kampuni inatoa hela kutoa huo msaada ili wafanyakazi waweze kuwa na ustawi na kwa ujumla, yani kimwili, kiakili, kijinsia, yani kihisia samahani, na hata kiroho. Kwa lengo letu ni kutoa msaada huo ili mfanyakazi aweze kutatua baadhi ya shida. Akiweza kutatua shida ndio anaweza akafanya kazi yake vizuri, halafu kampuni pia inaweza ikawa na ustawi kwa ujumla. David, hii huduma hapa nchini imeanza lini? Rasmi ilianzwa mwaka 2008. Ndio. Na katika pita yenu katika kutoa hizo huduma kwa upande wa Tanzania sasa, kama ni kampuni, ni taasisi ambazo mmeweza kufanya nazo kazi, tatizo kubwa ambalo mnaona kwamba hili halileti ufanisi kwenye kazi, ama kampuni, taasisi au hata mfanyakazi kwamba hazalishi inavyotakiwa kwenye taasisi au kampuni, mmeona vikwazo gani huko? Tuanze na David hapo, tutaenda kwa tumeshakusanya mambo mengi, tumefanya utafiti wa kutosha. Kwa hiyo shida ya kwanza ni uhusiano kati ya mume na mke au boyfriend na girlfriend. Kwa hiyo wengi wanapotafuta msaada, shida ni kwamba naendelea kupigana na mke wangu, nikifika kazini siwezi kufanya kazi, simu nyingi, shida nyingi. Kwa hiyo ndani ya shida hiyo kati ya mume na mke kuna uwezekano kuwa na shida nyingi, labda kuna nyumba ndogo pembeni, labda ni shida hiyo, lakini sana watu wanasumbuliwa na hiyo intimate. Kwa hiyo matatizo ya nyumbani yanahamia kazini, ufanisi unapungua. Lingine labda nipe nafasi nazungumza kidogo. Nashukuru sana kwamba kwa utafiti ambao tumeufanya sisi tumegundua kwamba 87% ya matatizo walionayo wafanyakazi inatokana na mambo yake binafsi, kwamba mambo ya nyumbani, na 13% inatokana na pale kazini anapofanyia kazi. Aidha mazingira ya kazi sio mazuri, au mshahara umtoshi, au ana ugomvi na wenzake, ana ugomvi na meneja na vitu kama hivyo. Lakini baada ya kugundua hivyo sasa tukaona kwamba tutasaidiaje, labda malaki lengo kubwa la makampuni mengi ni kwamba mwisho wa siku kampuni ipate faida, na ndio lengo la kampuni karibu zilizo zote, kwamba wanaweka pesa zao pale lakini mwisho wa siku wanataka wapate faida. Lakini kwa nini hawafiki faida?
kwamba wafanyakazi wanakuwa na matatizo. Kuna tatizo moja kwa hapa Tanzania ambalo tumeliona ndo kubwa ambalo linasumbua wafanyakazi wengi, ni tatizo la mahusiano, kama alivyosema Bwana David, kwamba mahusiano ya kimahusiano yale ya kimapenzi, kwamba baina ya mke na mme au kwa wale ambao hawajaolewa lakini wanafanya kazi, wana mahusiano yale. Kwa maana kule kunapokuwa kuna matatizo, aidha kwamba watu wengi si waaminifu katika mahusiano yao, kwa hiyo inasababisha moja kwa moja mfanyakazi anaenda kazini akiwa hayupo katika ile hali ya kufanya kazi. Maana sasa kampuni ni kubwa, lakini ukiangalia mfanyakazi mmoja kila kitengo labda ukagundua kuna at least watu watatu. Maana katika na hatujui kwamba itawachukua muda gani mpaka wamalize hayo matatizo. Kwa maana moja kwa moja utendaji wa kampuni utashuka. Na unaposhuka maana ile kampuni haiwezi kufikia katika malengo yale ambayo iliyapanga. Kwa matatizo mengine ni kama sonona, kwa Kiingereza unaita depression, kwamba mtu anakuwa na matatizo, amebeba matatizo mengi, maana mwisho wa siku anakuwa anasonona, au kinyambulisho unaweza kusema sononeka, matatizo ya ulevi na matatizo yale kwamba labda mshahara umtoshi, nyumbani kule watoto wanasumbua, watoto wamepata ujauzito, na ili janga pia la kitaifa, ili janga la maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia mtu anakuwa hajakubali ile hali ambayo ameipata, kwamba wengine yeye ni mwaminifu katika mahusiano yake, lakini mwenzake ndio amemsababishia hilo tatizo. Maana ukijumlisha matatizo yote sasa, bado matatizo ya kazini, maana huyu mfanyakazi moja kwa moja hawezi kufanya kazi katika kile kiwango ambacho management ilikuwa inataka afanye. Kanone, wewe ni mshauri na hivyo vitu nakutana navyo sana. Hii huduma yenu imepokelewa kiasi gani? Na pengine kuna kampuni ambazo mmeweza kufanya nao kazi, wameomba huduma yenu na mkafanyia tathmini, mkaona kweli mahali walipotoka ni tofauti na walipofikia hivi sasa? Kwa kweli huduma hii Watanzania wameipokea kwa kiasi kikubwa sana. Kwamba ni huduma ngeni kidogo. Ni huduma ngeni lakini tulijaribu kusaidia kuelimisha umma wa Tanzania kwamba uelewe kwamba hii huduma inafanyikaje na wanaweza kaipata vipi. Lakini pale mwanzoni kweli tulipata ugumu kidogo, kwa maana kwamba ni huduma ngeni kwa Tanzania, na Watanzania wengi walikuwa hawapo tayari kutumia huduma, kwamba hawaamini kwamba naweza nikaenda nikaongea na mwanasaikolojia au mshauri akanitatulia matatizo ambayo ninayo. Na wengi wamekuta labda anapata maumivu ya kichwa au anasikia tumbo linaumwa, kifua kinauma, lakini ukiangalia moja kwa moja akienda hospitali vipimo vionyesha kwamba ana tatizo. Maana moja kwa moja huyu mtu anakuwa na tatizo la kisaikolojia. Kwa pale mwanzoni tulipata ugumu, lakini tunashukuru sasa tunafanya kazi na makampuni mengi, makampuni ya binafsi na makampuni mengine ambayo yanatoka nje. Kwa hiyo sisi hatubagui, tunafanya kazi na kampuni zote. Na vipi kwenye taasisi za serikali? Kwa sasa mpaka sasa taasisi za serikali moja kwa moja hazijaje kama vile ambavyo labda tulitazamia, lakini tunashukuru kwamba kuna baadhi ya taasisi za serikali wanapopata tatizo tunaita critical incidents, labda janga ambalo hawakutarajia wao kulipata, mara nyingi wamekuwa wakituconsult sisi na tunaenda pale tunatoa hiyo huduma. Kwa tushafanya kazi kwa serikali kwa namna hiyo, kwamba kuna janga lilitokea baya ambalo linafanya wafanyakazi wapoteze ile tija ya kufanya kazi, kwamba labda kuna sehemu walishavamiwa. Maana sasa si huduma zetu ni za siri, hatuwezi kusema moja kwa moja. Sawa. Lakini ilitokea tatizo kama hilo, kwa wafanyakazi wakashindwa kufanya kazi katika ile hali ambayo walikuwa wanafanya pale mwanzoni. Kwa tukaenda pale tukakaa nao tukafanyia kitu kinaitwa debriefing, kwamba unamwandaa mfanyakazi kwamba tatizo limetokea, akienda pale kazini haoni kama kazini sasa ni sehemu salama tena. Kwa tukakaa tukawaandaa kisaikolojia mpaka wakaweza kurudi katika ile hali yao. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tunafanya na serikali na taasisi binafsi na watu binafsi. Uwajibikaji wa mfanya